Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limetoa ripoti juu ya wahalifu wa makosa ya kibinadamu ikiwemo ubakaji, mauaji, kulawiti, kutorosha na kuwapa mimba wanafunzi. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Muliro, amesema wapo waliofikishwa mahakamani na kuhukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa makosa ya kubaka. Mimi naitwa Mika Ndaba. Yamekuwepo makosa mbalimbali ambayo yametendeka mwaka jana na mengine yametendeka mwaka juzi. Watuhumiwa kadhaa walikamatwa na kufikishwa kwenye mamlaka ambazo nimezitaja. Miongoni mwa makosa ambayo yalijitokeza kwa mwaka juzi na mwaka jana na baadhi ya watuhumiwa kukamatwa ni makosa ambayo yako katika kundi linaloitwa makosa dhidi ya binadamu. Hayo ni makosa ambayo mara kadhaa ni chukizo kwa jamii. Makosa hayo ni kama ya mauaji, kubaka, kulawiti, kutorosha wanafunzi, lakini kuwapa mimba wanafunzi. Haya ni baadhi ya makosa ambayo ni chukizo. Na baadhi ya watuhumiwa katika matukio ya namna hiyo walikamatwa, uchunguzi ukafanyika vizuri, wakapelekwa majalada yao kwenye ofisi za mashtaka na baadaye mashauri yakafikishwa mahakamani, ushahidi ukatolewa na watuhumiwa dhidi ya makosa hayo ambayo ni chukizo walipatikana na hatia. Baadhi ya kesi ambazo zimemalizika mwishoni mwa mwezi Desemba na Januari hii, mwishoni mwa mwezi Desemba wa 2025 lakini mwanzoni mwa Januari 2026 ni makosa ya kubaka, kulawiti na kutorosha wanafunzi, lakini kuwapa mimba watoto wa shule. Baadhi ya watuhumiwa ambao walifikishwa kwenye mamlaka hizo na kushughulikiwa vikali kwa mujibu wa sheria ni pamoja na Peter Julius. Huyu ni mkazi wa Mbezi Mwisho. Huyu alihukumiwa kifungo cha maisha jela na mahakama ya wilaya ya Ubungo kwa kosa la kulawiti. Kosa ya kulawiti. Lakini yupo mtu aliyefahamika kwa jina la Dunia Sadok au maarufu kama Dunia. Huyu ni mkazi wa Chanika, naye alifikishwa kwenye mahakama ya wilaya ya Ilala na akapatikana na hatia ikiwa ni pamoja na kupata kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kubaka. Mtuhumiwa mwingine ni Rashidi Rajab Goma, mkazi wa Mwanagati. Huyu alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Ilala kifungo cha maisha jela kwa kosa la kulawiti. Yupo mtuhumiwa mwingine alifahamika kwa jina la John Jacob Nyama Hemba. Huyu ni mkazi wa Mbagala. Alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Temeke kifungo cha maisha jela kwa kosa la kubaka. Abdalla Fausin, mkazi wa Kibada. Huyu alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Kigamboni kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kubaka. Lakini yupo pia mtuhumiwa aliyofahamika kwa jina la Abubakari Membe maarufu kama Abu, mkazi wa Mbagala. Huyu alihukumiwa na mahakama ya Temeke kifungo cha maisha jela kwa kosa la kubaka. Kwa hiyo ukiangalia uzito wa hukumu ya mashauri ambayo yalifikishwa kwenye vyombo vyetu vya sheria kupitia ofisi ya mashtaka, unaweza ukajua haya makosa ni chukizo kwa kiwango gani kwenye jamii, lakini pia mtu akipatikana na hatia adhabu yake ni kubwa kwa kiwango hicho. Kwa hiyo jeshi la polisi limeendelea likikufuatilia kwa karibu kuhakikisha kwamba watoto, wanafunzi, lakini watu wengine wote wanaendelea kuwa salama, na kama mtuhumiwa akijihusisha na makosa haya na mengine ya kijinai anafikishwa kwenye mamlaka za kisheria kwa hatua zaidi